Bwana Yesu apewe sifa tena. Tunamshukuru kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya neema yake, kwa ajili ya ukuu wake na uponyaji wake ndani ya maisha yetu, kwa ajili ya kutuokoa na kwa ajili ya kutuonea huruma na kuweza kutuponya kutokana na mambo mengi ambayo muovu anatutakia kila wakati na kila siku ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, kwa majina yangu, kwa wale hamjanifahamu, ninaitwa Nicodemus Wanjala na nimeokoka. Ninampenda Yesu, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amenihifadhi, ananipigania pamoja na jamii yangu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya kazi yake nzuri ambayo anazidi kufanya ndani ya maisha yetu asubuhi ya leo. Amen. Amen. Yes, nataka tukaweze kuchukua muda wetu mchache sana, tukaweze kwenda kwa haraka kwenye andiko letu siku ya leo. Asubuhi ya leo tutaweza kusoma katika kitabu cha Exodus 14. Exodus 14. Yes, ni Kutoka 14. Tumefika pale Kutoka 14. Exodus ni kitabu cha pili kutoka Genesis unaenda Exodus. After Genesis kitabu cha kwanza unaenda kitabu cha pili, Genesis chapter 14. Tutaanzia verse 8. Wacha kwanza tuweze kushukuru Mungu kwa sababu ya hilo, kisha tukaweza kuendelea. Baba, ni katika jina kuu la Yesu Kristo, mpokea sifa na utukufu Bwana. Asubuhi ya leo tunakuinua, tunakutukuza, tunakuabudu. Tunasema pokea sifa na shukrani zote ni zako Bwana. Adhama na heshima zote na enzi ni zako mtakatifu. Tunakutumainia, tunakuinua Bwana, tunakuabudu, tunakusifu. Tunasema ya kwamba heshima zote ni zako Jehova. Unastahili wewe uliyekuweko na uliyeko na utakayekuwa Bwana. Siku ya leo Bwana, tunaomba ya kwamba ukaweza kupata nafasi ndani ya maisha yetu iliyo ya kwanza, katika nafsi zetu, roho zetu Bwana, ya kwamba neno lako likaweza kubadilisha maisha yetu, kabadilisha nafsi zetu Bwana, kabadilisha mioyo zetu Bwana, katubadilisha na kutuwekea mahali ambapo ni pazuri, ambapo panastahili sisi kuweza kuwa mahali pale, ili tukaweze kukutumikia Bwana katika moyo wa shukrani siku zote za maisha yetu Bwana. Shetani na hila zake mbaya tumempinga katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba hana uwezo, hana nguvu na mamlaka juu ya maisha yetu, juu ya watoto wetu, juu ya familia zetu, juu ya hatima zetu, juu ya kazi ya mikono yetu na baraka zetu, hata na huduma zetu Bwana, zimebarikiwa mikononi mwako. Tumetangaza Isaia 54 mstari wa 17 ya kwamba hakuna silaha yote imeundwa kinyume na maisha yetu, afya yetu, fedha zetu na mali zetu itakayofanikiwa katika jina kuu la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu Bwana, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Tutasoma ni Exodus 14 from verse, tutaanzia mstari ni 8. Maandiko yanasema hivi: Na Bwana akaufanya moyo wake Farao, mfalme wa Misri, kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamisri wakafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pihari Hirothi, ukabili Baal Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, wa Misri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa katika huko ili tuje tufe hapa jangwani? Mbona umetutendea haya?
kututoa katika nchi ya Misri. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu na mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona ni safari ya wana wa Israeli wakati walikuwa wanakombolewa na mkono wa Musa, Mungu akiwa anamtumia kutoka katika ile nchi ya Misri. Mungu, maandiko hapo mstari wa 8 nasema kwamba Mungu aliufanya moyo wa Farao uweze kuwa mgumu ili akaweze kujitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, kama kuna kitu Mungu hawezi akafanya ni kujitukuza yeye mwenyewe, lakini huwa anatarajia kama sisi wanadamu tulioumbwa kwa sura na mfano wake, purpose ya yeye kututengeneza ilikuwa ni tuweze kumpatia sifa. Na kama hatuwezi taka kumpatia sifa katika kwa kujitakia wenyewe willingly, huwa anajitafutia sifa yeye mwenyewe by fire, by force, by thunder. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Kama hautafanya maamuzi ndani yako mwenyewe kwa hiari yako useme ya kwamba nitamtumikia Bwana pamoja na jamii yangu na mali zangu zote, basi Bwana atatafuta njia yoyote ama atafuta mbinu yoyote atakayo kufanya ama kulazimisha kitu ama hali ikuje katika maisha ya watu fulani ili ili Mungu akapata mahali pale utukufu na sifa, ili akaweze kuinuliwa, ili akaweze kuabudiwa, ili akaweze kupata kutukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maana tunaona hapa tayari Mungu alikuwa ameshapigana, amewapiga wana wa Misri kwa mapigo 10 mpaka wakaruhusu wana wa Israeli waondoke waende. Lakini baada ya wao kuondoka wakishaenda, tena Mungu akarudi akamfanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Akaona bado hiyo sifa nimepata bado haijastahili. Na akaona hii hata ikifikia mataifa haitawafikia katika hali kubwa ama kwa ule ukuu ama kwa ile nguvu ambayo ninataka ifike. Bado ninataka nijitukuze zaidi juu yao. Na akafanya moyo wa Farao kuwa mgumu, na akasema ya kwamba kwa nini tumeruhusu hao watu waondoke, maana wametoka huku kwa jeuri. Ati akapanga mafarasi zake na chariots zake pamoja na askari zake wote, wakapanda farasi na wakukimbia kwa miguu na wenye kubeba mapanga na uswadi, wakawafuatia wana wa Israeli mbio, wakawafuata wakapata wamepiga kambi pale karibu na bahari ya Shamu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haya yote Mungu alisababisha ili akaweze kujitwalia utukufu, ili akaweze kujiinua, ili akaweze kujitukuza, kwa sababu ya vile atakavyopigana na huyu adui wake ambaye anaitwa Misri. Hii roho ya Misri Mungu anapigana nayo ndani ya maisha yako na maisha yangu siku ya leo. Haijalishi ni nini, lazima Mungu atapokea sifa na utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yes, katika maisha yetu tukijilinganisha na haya maandiko na wana wa Israeli, huo wakati walikuwa wameenda Mungu alikuwa amewaendea kupitia mtumishi wake anaitwa Musa, akaenda kuwakomboa physically. Akasema ya kwamba nimesikia kilio cha watu wangu, na sasa imefika wakati niweze kutimiza ahadi yangu niliyoagana na wao na baba zao, ya kwamba nitawapeleka waweze kutumika kwa muda kidogo. Baada ya muda wataweza kuja, nitawaleta hadi nikawafikisha katika nchi niliyowaapia baba zao, na ni nchi ya Kanaani. Sasa muda umefika, wameshatumika kwa muda wa miaka 400 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamtuma mtumishi wake, akawapiga kwa mapigo 10, wakawaruhusu waondoke. Lakini akaona hiyo haijatosha, akasema akaufanya moyo wake kuwa mgumu, naye akaweza kufuatia. Lakini hiyo yote Mungu alikuwa anataka kuwaangamiza katika bahari yenye maji mengi kwa nguvu zake na ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na unaweza ukaona ya kwamba ni mara nyingi watu wanajaribu kuokoka, lakini wanajaribu kuvutwa nyuma na hii roho ya Farao ama hii roho ya Misri. Maana sasa hatupigani katika vita vya mwili na damu na nyama,
lakini vita viligeuzwa sasa